The Inspector General is going to be ruthless on those people. Waziri wa usalama wa ndani katika hii serikali ya Bwana Ruto, Kipchumba Murkomen, amesema kwamba kuanzia sasa polisi haitaweza kuruhusu mikutano ya Edwin Sifuna kuendelea, kwa sababu Murkomen ameweza kuzungumza kimafumbo. Inahitaji mtu kuweza kumuelewa kwa undani. Kulingana na Murkomen, ameweza kukosoa Edwin Sifuna kwa kusababisha kifo ambacho kiliweza kutokea upande wa Kitengela siku ya Jumapili, kipindi ambapo waliweza kuunda mkutano mkubwa pale. Kulingana na Bwana Murkomen, yeye anasema kwamba ilikuwa ni makosa kwa Sifuna kuandaa mkutano wa kisiasa siku ya Jumapili upande wa Kitengela, na anasema kwamba hiyo siku ilikuwa ni siku ya soko. Sasa kama ilikuwa ni siku ya soko, polisi waweze kumuua mwananchi ambaye hakukuwa na hatia? Namba 2, Murkomen anasema kwamba Babu Owino, Sifuna, Orengo eti kwamba wanatembea na goons, na eti kwamba wale wananchi ambao walifika kwenye mkutano wa kina Sifuna upande wa Kitengela eti walitolewa Machakos, wakatolewa Nakuru, wakasafirishwa kwa magari. Kumbe ule umati ambao uliweza kumulaki Sifuna upande wa Kitengela umeweza kuuma serikali. Serikali imesikia vibaya, mpaka wameanza kumuundia Sifuna kwamba huwa anabebana na watu kwa barabara, anawalipa waende kumsikiliza. Serikali nayo inaweza ikawalipa wananchi, lakini wao hawataki kujikosoa. Ikifika upinzani wanawakosoa. We want to encourage political leaders in this political season to work closely with the security sector. If you have a function, a rally and a meeting, it's important that you notify the police. For example, the recent rally in Kitengela was unfortunate because, first of all, it targeted market day. So there were so many Kenyans who were coming to the market who were not intending to engage in any political activity, whose business activities were unfortunately inconvenienced by the political activities that happened that day. If they had chosen another day, which was not a market day, perhaps many people would not have been inconvenienced. Number 2, even after you choose whichever day you choose, it was important to report to the police officers in good time. That also was unfortunate that the report was not given to the police officers so they can provide security. And finally, this idea of carrying goons, like the case we saw, people carrying goons from Nairobi, mobilizing them from Machakos to take them to a rally. Why don't you just go and address the rally? Why don't you go and address the people of that area? Why take it to Kitengela if you have to carry people from Nairobi to go and address them? And then you carry them to go and cause chaos and violence. This idea of moving Kenyans and people from other parts of the country in the name of goons must come to a stop. And that investigations that is ongoing by the National Police Service will give us details as to who was doing what, who was throwing tear gas, who was carrying goons, who was causing violence. And as soon as that investigation is completed, I believe that everyone will be brought to justice. We're going to court. Wacha kutembea na goons, wacha kuenda kutafuta sijui askari nini. Nasikia wengine wanaenda kutafuta former police officers ati wakuje, alafu kidogo kidogo tumia those networks, wanabebana na matia gas kwa mikutano yenye wanaenda na tear gas. The Inspector General is going to be ruthless on those people
because we are not going to. Kama wewe unaenda mkutano Nakuru, si uende uongeleshe watu ya Nakuru. Yeah? Kama ni Naivasha, uongeleshe wa Naivasha. Why are you carrying people from Nairobi, Jabini, sijui unaenda kutoa watu Nanyuki? Si wewe uongeleshe wa hapo, make your case, wakikupenda, ukuchakue, and then we move together mbele. Tuko pamoja hivyo? Kwa hivyo mimi nawaomba, incitement, especially as we go to the elections, will not be entertained. Yeah, we will take our action. Wacha kotini iwachilie hawa. Lakini from a security perspective, we will do our part. We will present them to court. If CJ Martha Koome and the judiciary want to entertain them and release them and call it freedom of expression, they will release them. We will arrest again. We will take them there. They will be releasing. When the file of Kenya is opened, if anything happens in Kenya and you trace the history, nobody will blame IG Kanja, nobody will blame CS Murkomen, nobody will blame the executive, because we will do our part to make sure that enforcement is done in this country when it comes to law and order. Nina imani kwamba umeweza kumsikiliza na umemwelewa kwa undani. Niko hapa kuweza kuchanganua hizo kauli. Tafadhali, kama unanipata kwa mara ya kwanza, piga subscription, bonyeza kengele, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Unajua, Sifuna ameweza kuandaa mkutano upande wa Kakamega County siku ya Jumamosi tarehe 21. Na kauli hizi ambazo zinatoka kwake Kipchumba Murkomen zinaashiria kwamba wamepanga kuvuruga mikutano ya Sifuna. Huu ni upuzi. Mbona ninasema kwamba huu ni upuzi, serikali hii kuanza kutarget mikutano ya Sifuna? Hiyo siku Oburu Odinga wako na mkutano upande wa Siaya. Mbona hawajaweza kuzungumzia huo mkutano? Kwa hivyo, katika taifa letu la Kenya, ukiandaa mkutano ambao unasifu serikali, wewe ni rafiki. Lakini ukiandaa mkutano ambao unapinga serikali, unaitwa jambazi, na mkutano wako unashambuliwa. Kuna kitu ambacho nimemsikia Waziri Murkomen anasema eti kwamba polisi, sijui wa polisi wastaafu akina Sifuna wameanza kununua polisi wastaafu na wanatembea na tear gas kwenye mikutano yao. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, je, katika taifa letu la Kenya ni duka gani ambalo linauza tear gas? Kuna duka ambalo linauza tear gas kweli? Ni akina nani ambao wako entitled kubeba tear gas? Polisi. Kama polisi ndio wanabeba tear gas, itawezekanaje Murkomen anaanza kusema kwamba Sifuna, Orengo, Babu Owino, Caleb Hamisi, Anthony Kibagendi, Richard Mumimu Nyonka na kikundi chao eti kwamba wako na tear gas na wanapea guns kuweza kurusha kwenye mkutano ili iweze kuonekana kwamba mkutano wao umeweza kushambuliwa? What kind of thinking is that? Yani Murkomen hata hataki kusema pole kwa ile jamii ambayo iliweza kumpoteza mtoto wao ambaye aliweza kupigwa risasi na polisi upande wa Kitengela. Anaongea upuzi. Hapa ndipo tumeweza kufika Kenya jamani. Yani hii serikali iliingia madarakani kupitia kwa njia ya kuwalilia wananchi, lakini wamefika madarakani wamemea pembe. Kipindi ambapo Murkomen anasema kwamba Inspector General ataenda kudile na wale ambao watatembea na guns mercilessly, ruthlessly, mnajua kweli kila wanamaanisha? Imagine mkutano wa Edwin Sifuna
Caleb Hamisi na wengine ulikuwa wa amani upande wa Kitengela Jumapili, lakini polisi wakaweza kuharibu. Kipindi ambapo polisi waliharibu, Murkomen anasema kwamba ni goons waliweza kuharibu. Ni kitu gani ambacho kimekufanya ukaamini kwamba huu mkutano wa Sifuna siku ya Jumamosi upande wa Kakamega polisi au serikali haitaweza kuharibu kupitia kwa polisi au kupitia kwa goons, alafu waanze kusema kwamba opposition ndio wanaharibu mikutano yao, wanadanganya kwamba ni serikali inaharibu? Ni kitu gani ambacho kinakufanya uamini hivyo? Ni kitu gani ambacho kinakufanya uamini kwamba serikali haitaweza kununua goons waweze kuharibu mkutano wa Sifuna, au polisi ama serikali haitaweza kutumia polisi kuharibu mikutano ya Sifuna, alafu serikali iseme kwamba waligundua kina Sifuna walikuwa wanatembea na goons jinsi ambavyo amesema sasa hivi? Na kitu ambacho kimeweza kunishangaza, anasema eti kwamba ule umati ambao uliweza kumlaki Sifuna upande wa Kitengela eti kwamba waliweza kutolewa mbali Machakos, Nakuru, wakaletwa kwa magari. Lakini tena ukiweza kuangalia kauli ambazo huyu waziri anatoa, unaona ni kama akili yake si mzuri. Kwa nini? Anasema eti kwamba mara ya kwanza ulimsikia akisema kwamba ule mkutano uliandaliwa siku ya soko. Eti kwamba kuna watu ambao walikuwa sokoni na wanasiasa wakaenda pale. Kidogo kidogo ametuambia kwamba watu walitolewa Machakos na Nakuru kwa magari kupelekwa kwenda kusikiliza Sifuna. Which is which now? Tufuate ya watu kuletwa kwa magari au tufuate kwamba walienda wakapata watu kwa soko? Tena ni lini imekuwa kinyume na katiba eti kwamba hauwezi ukaandaa mkutano siku ambayo watu wako kwa soko? Kama ni kinyume na katiba, siku ya Jumatano tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026, Rais William Ruto alipokuwa kwenye ziara yake ya Nairobi, si alielekea upande wa Githurai, inaitwa Githurai, Gikomba. Alielekea upande wa Gikomba. Leo I think ilikuwa ni soko, nikaona watu wakiwa pale. Mbona William Ruto yeye akiandaa mikutano siku ya soko simuoni Kipchumba Murkomen akipiga kelele, lakini upinzani wakiandaa mikutano siku ya soko ni kinyume na katiba? Au ni kwa sababu watu wengi wanakuja mpaka imekuwa ni tisho kwa serikali? Nikimalizia, wacha niambie Murkomen hivi, wananchi wameamua ni one term. Sisi hatutishi serikali, lakini lazima wajue kwamba ni one term. Penye imefika, wananchi wanataka viongozi ambao wanafanya kazi. Na ninawaomba wananchi wa Kakamega, eneo la Western, Bungoma, Vihiga, jitokezo kwa wingi, muende mumulinde mtoto wenu Edwin Sifuna kipindi ambapo atakuja siku ya Jumamosi. Linda yeye kabisa, kwa sababu hii serikali inaonekana kwamba imeweza kupanga mabaya dhidi yake. Walikuwa wanafikiri kwamba watanyakua chama cha ODM, waingie nacho kwa serikali. Sifuna ametoroka nacho. Wazo lako ni lipi? Sema nasi. Unaweza ukaambia nini Kipchumba Murkomen?